the Lord. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So tunaendelea na kujifunza kutoka katika kitabu cha Wafilipi. It has been a long series. Kuanzia mwanzo wa mwaka tukijifunza mstari kwenda mwingine, na sasa tuko chapter 4. The book of Philippians chapter 4. We have read verse 1 through 9 all the 3 weeks ambazo zimepita, na leo tunaendelea tuna the same. The title of our message is Exhortation to Various Christian Duties. Hii itakuwa ni sehemu ya 4. Exhortation to Various Christian Duties. Tumeona kadhaa tangu tuanze chapter 4. Lakini hata hivyo ni vizuri nisome tena verse 1 through 9. We are not going to get tired of this text until we exhaust it. Philippians chapter 4 verse 1 through verse 9. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and the crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, true yokefellow, also help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with us other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Lord, always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Exhortations to various Christian duties. Tuombe. Bwana wetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neema hii umetusaidia kupatikana katika nyumba yako tena in the midst of the week, ili tukaendelee na kujifunza na kusikia sauti yako unayonena nasi kupitia kwa neno lako. Mimi nayesoma maandiko siwezi jigamba ya kwamba naielewa neno sana, bado mimi ni mwanafunzi chini yako, Roho Mtakatifu. Na naomba ukapate kuja na kunifunza, ujapofunza watu wako hawa wanaonisikia siku ya leo waliokuja katika nyumba yako. Ongea nasi Bwana, maana watumishi wako wanakusikia. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Kama kuna njaa, najua leo mvua mnakula, lakini there is no problem. Ni vyema kuwa na nguvu ndani ya Bwana. Tumejifunza kwa wiki 3 na hii ndio wiki ya 4 zilizopita juu ya the same text that I have read, na title yake ni moja, nilisema it is exhortations to various Christian duties. Na Paulo anawaexhort ama anawahimiza washirika, ndugu na dada kutoka katika kanisa la Wafilipi, kanisa alilolianzisha mwenyewe, japo yuko mahakamani, yuko korokoroni, nafikiria inaitwa hivyo Kiswahili, ama inaitwa jela, inaitwa gerezani ama korokoroni. Yuko amefungwa, lakini anawahimiza, maana kuna jambo ambalo tulisema wakati ule tulipokuwa tukitaja chapter 3 ya kwamba tumerealize ya kwamba wenyeji wetu sio hapa duniani, sisi ni wenyeji wa mbinguni. So anawahimiza mambo kadhaa ambao wanatakana wakapate kwenda kuyafanya ama kupatikana ndani yake wakiwa wanaelekea katika safari yao ya mbinguni. And these are very encouraging things that we need to be found in. They are also our duties. Tulisoma mstari kwenda mstari mwingine. Tulipoona mstari wa kwanza
Paulo ametuhimiza akihimiza wa Filipi to stand fast, to remain steadfast in their Christian profession, wakabaki imara ndani ya imani. Mstari wa pili akatuhimiza tukakubaliane with one another in the Lord. Mstari wa tatu akatuhimiza tukasaidiane, to help one another to stand firm. Nikakusaidie ukanisaidie ili tuweze kusimama imara ndani ya Bwana. Na mstari ambao ulifuata wa nne akatuhimiza, maana huu mstari unasema rejoice in the Lord, akatuhimiza to keep our joy alive no matter what happens. Mstari ambao ulifuatia ni wa tano ambao tulikuwa ni juma lililopita, akatuhimiza tukawe na a quiet and a settled mind. Akatuhimiza tukawe very sober in this world, ambayo ni dunia iko na mambo mengi inaweza ikafanya watu wakariot, lakini akatuambia let your moderation be known unto all men, upole wenu na ukajulikane na watu wote. Amen. Bwana asifiwe sana. Leo nataka tuangalie mstari wa 6 na wa 7 na tukatoe tu jambo moja pale. Mstari wa 6 na wa 7 Paulo anatuambia it is our duty, it is your duty to defeat the anxieties of life. That will be our point number 6. It is your duty to defeat the anxieties of life. Ni kazi yako, ni jukumu lako kushinda yale kule kujisumbukia. Na tuliongea jambo hili wakati mwingine nilipokuwa nikinena juu ya anxieties and the remedies for anxiety wakati fulani kipindi nikihubiri kanisani. Na hiyo ndio jambo ambalo sasa tunaipata katika mstari wa 6 na wa 7. Let me read that verse 6 and verse 7. Biblia inasema be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God, and the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Huu ni mstari baraza anaupenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari huu unasema ya kwamba be careful for nothing. Be careful for nothing. In fact, your phrase be careful inatokana na the Greek phrase merimnaumedeis ni be not anxious. Be not anxious for anything. Do not give place for a carking care. Let what will occur. Do not trouble yourself. That is the meaning. Be careful for nothing. Usijisumbue. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo vile huyu mtumishi wa Mungu Paulo anawahimiza wa Filipi to defeat all the anxieties of life by telling them to be careful for nothing, not to be anxious for anything. Bwana Yesu asifiwe sana. Albert Barnes ambaye ni mwandishi, nimekuwa nikisoma vitabu vyake sana, almost every other time napo prepare message like this, anasema ya kwamba this one does not mean that we do not exercise any care of life. No, hii haimaanishi ya kwamba tukaishi carelessly. Hapana. Lakini inamaanisha ya kwamba tukapate kumpatia mioyo yetu. In fact, this is what it says. Let me read this phrase. This does not mean that we are to exercise a no-care attitude about worldly matters. No care to preserve our properties. No. No care to provide for our families. No. Because the Bible says that he that does not provide for his own family has denied faith and is even worse than an infidel. Biblia haituambii tukapate kuwa careless, tukawaachilie familia zetu, hapana. Lakini there is to be such a confidence in God as to be free in our minds, to be free in our souls of any anxiety, and such a sense of dependence on Him as to keep it very calm. That is what Albert Barnes anasema. Ya kwamba maandiko haya hayamaanishi ya kwamba tusisumbukie. In fact, haimaanishi ya kwamba tusiende kufanya kazi. Maandiko haya haimaanishi ya kwamba tusiende kufanya biashara na kuletea watu wetu vitu. Haimaanishi tuishi careless life. Lakini inamaanisha tukadepend na Mungu kiasi ya kwamba our minds, our hearts, our souls are free of anxiety. Hatuogopi chochote. Adam Clark gives the reason why God does not want us to be anxious. He says that anxiety does not change the state or condition of anything bad to good.
Anxiety does not change the state of anything. If it is bad, being anxious of it does not change it. In fact, that is what Jesus said in Matthew chapter 6 verse 27, ya kwamba akauliza swali hili, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Yesu akauliza hivyo, ni nani kwa kujisumbukia kwenu anaweza akaongeza kimo chake? Bwana Yesu asifiwe sana. So according to Adam Clark, anxiety does not change any situation. Iwe mbaya ikapata kuwa nzuri, lakini badala yake inatuibia amani, So leo hii nataka tukapate kwenda kujua it is our duty to defeat all anxieties of life. And how do we defeat them? I'll be telling you 2 things today, how to defeat the anxieties of life. Amen. Bwana asifiwe sana. Kule kujisumbukia ya kwamba economy is bad, kule kujililia ya kwamba mambo ni mabaya, kule kujililia ya kwamba hujawahi nunua shamba, kule kujililia ya kwamba hujawahi jenga nyumba, huko kujililia hakusaidii. Lakini kuna yale mambo ambayo unaweza tenda yakakusaidia usikuwe very anxious, lakini mambo yakaendelea vyema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unajua kuna kitu kimoja ambacho ninataka kupata kwenda kuelewa. When you are anxious, your heart does not settle. Your mind has no peace. When you are worried, you cannot have peace. That is why our text inatuambia, do not be anxious, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. Angalia mstari wa 7, baada ya kuondoka katika anxiety, verse 7, and the peace of God, which passes all understanding, will keep your minds and hearts. Unapoacha worry, amani inaingia kwa moyo wako. Unapoacha anxiety, peace of God comes. Ukiwa worried, you have no peace. Bwana asifiwe sana. Ukiwa worried, hauna amani, unasumbuka au lali, hauwezi ukatulia. Anxiety robs us of our God-given peace. Bwana asifiwe sana. When you have anxiety, when you have worries of life, you cannot settle. You cannot think soberly because you have no peace. The peace of God comes in our lives when we remove anxiety, when we defeat worries, when we defeat this giant called worries in our minds. So hiyo amani inakuja inatufunika. Biblia inasema ya kwamba the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and your minds. Mioyo yetu inapata amani na akili zetu zinapata amani tukiondoa worry. So how do we then defeat this worry? The apostle gives us 2 ways. Ukiangalia huo mstari tena wa 6. Be careful for nothing, but in everything, in any sphere of life. The word everything is in reference to the supply of your wants and the wants of your families. Everything in respect to affliction, embarrassments, trials and temptations. In every sphere of life, then Mungu anasema, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. 2 ways of defeating anxiety. 1, by prayer and supplication. Amen. One is this. Amen. By prayer and supplication. In fact, neno supplication ni a stronger word. Desis is a Greek word. Now it's stronger than the word proseuche, ambayo ndio prayer. When you speak about supplication, we are thinking about that mode of the heart, the desire and the wants of the heart. What you need. Unajua kile ambacho you need is different from what you want. So God deals with what you need. Na hizo vitu ambavyo usipokuwa navyo maisha yako hayataendelea vizuri, zinaweza zikakupatia worries. Na ili ukapate kwenda kuondoka kwa worries because of what you need in life, the Bible says present what you need to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Peleka hayo mahitaji yako kwa Mungu. Mpatie yale mambo ambayo unajua ndio yale unahitaji. Yale ambayo yanashikilia msingi wa kuendelea kwako.
kuna vitu ambavyo tunaziita basic needs of life, ambazo usipokuwa nazo utaanza kuwa worried. Unafikiria kama maisha yako yataisha. Unaweza fikiria hata kama utakufa usipokuwa nazo. Kuna those basic essential needs ambazo lazima mwanadamu apate, na mara nyingi tunapata worry tukiona ni kama hatuzipati. Na njia ya kuondoa worry kwa sababu ya our basic needs is to give that burden over to the Lord by prayer. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi tunaumizwa na worries bila kujua ya kwamba we can hand over our problems to God. Ni yeye amesema ya kwamba tumtwike fadhaa zetu, maana yeye anatushughulikia. Ni yeye amesema hivyo. Anasema ya kwamba tukapate kwenda kucast all our burdens unto him. Je, kuna kitu ambacho kinakusumbua? Kuna jambo ambalo kiwaza inakupatia kutokuwa na usingizi? Ili kuondoa hiyo worry, nimekuja na neno kutoka kwa Bwana kupitia kwa mtumishi wa Mungu Paulo. Peana mahitaji yako kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kipindi kama hiki ambacho tulitenga kando on Wednesdays cha kufunga na kuomba ni kipindi kizuri cha kumletea Bwana mambo yale yanayokusumbua. Mimi kuna mambo yananisumbua, kuna vitu ambavyo nikifikiria zinanipatia kusumbuka, lakini nimemwambia Mungu leo na nitazidi kumwambia. Wakati ambapo napata nafasi ya kwenda mbele za Mungu, nitamwambia kile kitu ambacho kinanisumbua. Jana tulisikia ni huyu anaitwa Magoa ama anaitwa Magoa. Anaitwa nani? Magoa. Akisema shule zinaweza funguliwa anytime. Unajua huyu mtu amekuwa kitu confused. Mara anasema January, mara anasema inaweza kuwa mbele ya January. Sasa jana anasema ya kwamba inaweza kuwa hata kabla ya January. Na watu wengine hawana pesa. Usifikirie hii haitatupatia worry. Lakini nimemwambia Mungu, zikifunguliwa anisaidie nirudishe watoto wangu shule. Amen. Labda sina pesa sasa, labda sijakuwa kazini, sina pesa, lakini najua jambo moja, if I give the Lord this burden, ataishughulikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisha kupatia jambo hili ambalo limenisumbua akili, jambo hili ambalo limenipatia worry, nikisha kupatia, ninarudi nyumbani leo nikiwa na amani ya kwamba hata akisema shule zifunguliwe mwezi wa 9 ambao ni wiki ijayo, ama akisema zifunguliwe mwezi wa 10, nina uwezo wa kujua ya kwamba nimempatia Mungu kile ambacho kinanisumbua anibebee, na watoto wangu watarudi shule zikifunguliwa kwa jina la Yesu. Now, you can be worried, but once you take your burdens and you roll it over to Jesus, the peace of God, verse number 7, inakuja juu ya maisha yako. Ina cover your mind and your heart in Christ Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, hallelujah. Amen. So prayer delivers us from our present worries. It also delivers us from our future worries. When you pray, you can go home and have peace. When you pray, you can go home and settle. Mwandishi wa wimbo akasema una dhiki na maonjo, una mashaka pia, haifai kufa moyo. Unakumbuka huo wimbo? Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. That is where our burdens are rolled away. That is where our worries and fears are defeated. So one way of defeating worries is by prayer and supplication. Prayer and supplication. That is one very important thing that God is telling us. Badala ya kuanza kusumbuka na kuworry na kulia na kujisikia ni kana kwamba dunia inakupeleka vibaya, come to church. Pray. There was one woman in the Bible by the name Anna. You remember that? In the book of 1 Samuel. This woman was really troubled. Ameolewa, anapendwa na mume wake, lakini hajapewa mtoto. Na hili kusudi aumie zaidi, mumewe amepata bibi mwingine na huyo mke amepata watoto. Kwa hivyo shida haiko na mume wake. Huyu mwanamke anasumbuka. Unaweza ukajicomfort kidogo kama hujui kama mume wako ndiye ako na shida ama ni wewe. Lakini sasa kuna mke wa pili amekuja na amepata watoto. So huyu mama anasumbuka. Lakini shida yake iliisha siku moja alipoenda kanisani
na akapeleka shida zake. Amen. Akaomba mpaka Eli anapomwangalia anafikiria kwamba mwanamke amelewa. Anafikiria hivyo. Anamkemea, karibu amwambie aondoke. Akamwambia, mbona wewe unakunywa mapema hivi? Lakini Ana anamwambia, mimi mjakazi wako si msichana wa Belial. I am a woman of a bitter spirit. Akamwambia hivyo. Na nilikuwa nampatia Mungu mahitaji yake. That was the end of this shame. Maana mwaka uliofuatia wengine wakienda kutoa sadaka, Ana hakuenda, maana alikuwa na katoto kadogo. Alikuwa amekapewa katoto kanaitwa Samuel. So prayer. Kisikia kuna kitu ambacho kimeanza kusumbua moyo, one way is to pray. The other thing is by thanksgiving. Kwa kushukuru Mungu. Mstari huo tu. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Thanksgiving. Unajua sometimes tunaona ni kama maombi pekee yake ndiyo yanaponya mioyo. Wacha nikwambie kitu kingine. Hili kushukuru Mungu kwa sababu ya mambo yale ambayo Mungu amefanya jana inaponyanga moyo. Amen. Ina build confidence ya kwamba aliyetenda jana anaweza kutenda leo. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So another way of overcoming anxiety is by giving thanks to God for the things that He has already done. You can also attempt, and I want to give you this as a challenge to every believer. You can also attempt to thank God for the things that He will do. That is faith. Hiyo ni imani. You thank God for the things that He will do. Like now I have said that I am praying for the school fees. If in any case the schools reopen soon, I can thank God for the provision of school fees in anticipation of the provision in the future. Yes. And because of that, my faith is established. And when faith is strong, anxieties dwindle down. When faith is strengthened, anxieties and worries die. Amen. Bwana asifiwe sana. Mara nyingine tunamshukuru Mungu, ndio vizuri kumshukuru kwa mambo aliyotenda na anayotenda. Lakini ukiattempt kumshukuru kwa mambo atakayotenda, imani yako inapata nguvu. Amen. Bwana asifiwe sana. So thanksgiving is another very important weapon of pulling down and defeating worries of life. When you thank God for the things that He has done, it builds your faith. Bwana Yesu asifiwe sana. And you can thankfully wait for the things that He will do in the future. You can thankfully wait. And when you are waiting thankfully, worries and anxieties have no room in your mind. Yes. Because you are thankfully waiting for what God will do. Bwana asifiwe sana. So it is your duty to defeat anxiety. Na jambo la pili la kudefeat anxiety ni kumshukuru Mungu. Kuna mambo ametenda na kuna mambo ameahidi kutenda. Hayo mambo umemshukuru kweli? Unapoweka akili yako kwa kumshukuru na kumwambia Bwana ni asante. Kuna kipindi nilikuwa mgonjwa na ukaniponya. Kuna wakati nilikuwa sina chakula na ukanipatia. Hayo mambo madogo madogo aliyotenda jana yanaweza yakapata kupatia imani yako nguvu ili uweze kujua ya kwamba yale makubwa yanayokusumbua ya kesho pia yatatendwa na Mungu. Na ukishakuwa na hiyo nguvu ya imani, you can go to bed and sleep peacefully. Without any worry. It is your duty to defeat the anxieties of life. Yes. Ukikaa hivi useme ya kwamba watu wengine watakuja tu ili kusudi wakupatie usingizi na ulale vyema, hautakuwa nao. Mpaka wewe ujue wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mtu wa mbinguni, na watu wa mbinguni hawashindwi kwa vyovyote vile na mambo ya sasa. Amen. Bwana asifiwe sana. So unapofanya hivyo, ndio mstari wa 7 unasema amani itakuja. Na amani ikija sasa, unaweza enda kulala, unaweza kula ukashiba, unaweza kaa hata pasipokuwa na. Remember we said it is your duty to keep your joy alive. Unaweza kaa na furaha sasa.
Kwa sababu una worries. A worried man is not a happy man. Amen. Amen. You cannot pretend to be happy when you are worried. So when you defeat worries, you can also perform the other duty we said last week of keeping your joy alive. You walk gloomy, not because you want your face to be like that, but kwa sababu you are worried of the things that you are going through. Lakini leo nimekuja kwa jina la Bwana nikwambie ni mapenzi ya Mungu ukashinde the worries of life. Ni mapenzi ya Mungu ushinde the worries of life. Mungu hataki ukakae ukiwa na fadhaika. Mungu hataki ukae ukiwa unalia. Mungu hataki ukae ukiwa huna amani. Unaenda kwa usingizi unakosa usingizi kitandani. Mungu hataki hivyo. Wewe ni mtoto wa Mungu uliokoka. Kama vile tulisema in chapter 3 verse 20 and 21, you are a citizen of heaven. Na hivyo uko na matumaini ya kwamba God is on your side. So therefore, defeat the worries. Hallelujah. Defeat the worries of life. When you are worried, you cannot plan properly. When you are worried, you cannot think properly. When you are worried, you cannot even eat and get satisfied. When you are worried, you cannot enjoy the meals that God provides. So you have to defeat the worries of life today. Yes. Amen. Amen. So leo zile dakika ambazo zitakuwa zimebaki, itakuita ili uweze kusimama pamoja na mambo yale mengine ambayo tunafanya, tukamwambie Mungu atusaidie kuzishinda worries of life. Tukamshukuru Mungu kwa ajili ya mambo yale ambayo tunahitaji akatutendee, na tukamwambie atusaidie kushinda those things that are worrying us. Wacha tusimame ili tuweze kuomba. Na tumwambie Mungu atusaidie. Tumwambie Mungu atusaidie kushinda these worries.